Ndio, mimi kwa majina naitwa Ebuela Mlondani Stefan. Jina la kazi ambalo linajulikana na alishafanya kazi inaitwa DG Kalinga Nord. Kuna mtu mwingine kwenye upande wako wa mkono wa kushoto naye pia tungetamani tujue yeye ni nani? Ndio. Huyu anaitwa Jede wa General Mbavu Moja, jina lake anaitwa Fantome. Tunapatikana ndani ya mji wa Baraka kwenye kata la Kalinga Nord. Sijui hapa tuko wapi na nyinyi ni akina nani? Ndio ndugu yangu, nasema vizuri. Sisi ni wazalendo kwa lile jina ambalo linajulikana sana. Sisi ni watu wa movement ambayo inaitwa NLC. NLC, Union Nationale pour la Libération du Congo. Tunaongozwa na general wetu ambao anaitwa Mbavu Moja. Ndio kiongozi, tunaona kwamba kwenye movement wenu ni maneno ya Kifaransa, labda tungetaka mfafanue kiundani zaidi tuelewe inajihusisha na kitu gani labda. Ndio, sisi ile ambayo tunaita NLC, Union Nationale pour la Libération du Congo. Sisi ni wazalendo ambao tunajitolea kwa kufanya uhuru wa nchi ya Kongo. Ndio, labda movement yenu ilianza wakati gani na kwa malengo yapi? Kiufupi movement ina siku mingi, ila hatukuwa sana upande wa chini. Tulikuwa tukitumika kwenye nganja za juu huko Itombwe, ndiko ambapo tulikuwa tukitumika, na hapo ndipo NLC ina jina kubwa. Ndio kiufupi hiyo kuhusu siku zetu za kutumika kazi. Hapa sasa Baraka tuna mwaka mmoja, tulikuwa tukikaa kwenye ngazi za juu huko milima ya Kabela, Kalunja na ngambo za chini ya Malela. Malela ni katika mji wa Kifuleru huko chini ya Bibokoboko. Ndio, kipindi hiki ambacho nchi ya Kongo inavamiwa na nchi ya Rwanda, hususan huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nyinyi mchango wenu ni upi? Asante sana ndugu yangu, nauliza vizuri. Mchango wetu upo. Kwa maana sisi sote hatuwezi enda. Kama mnaweza pata hotuba ya mzee William Amuri ya Kutumba, alipenda kuonyesha watu yeye anapanda lakini hakupanda na vikosi vyote. Hivi Mwenga kunapigana, hususan mahali panaitwa Mikenge, Minembwe kunapigana, na sisi pia ni watu ambao tunafunga njia za Haut Plateau, mwa Plateau Bibokoboko. Ndio maana tuko hapa, lakini mchango wetu unapatikana kwa ajili sisi pia ni wazalendo ambao wanafunga njia zingine kwa ajili ya jiji la Baraka lisivamiwe. Siku hizi tulikuwa na kikao na mji wa meya au meya wa mji wa Baraka, kuzungumzia ya kwamba kuwepo na michango tofauti kwa ajili ya kuwasaidia wazalendo kama nyinyi. Je, kufikia hapo kuna misaada ambayo mmeweza kuipata kutoka kwa wananchi au watu wa mioyo miema? Hapana, sisi hatukupata michango yoyote ile kwa sababu sisi tulikuwa na kaa porini. Unaona, kama sisi tunachunga jiji la Baraka, hatuwezi kaa Baraka. Wakati mimi nitakaa Baraka, wakati wavamizi watafika, nitapiganiana kwenye kwa watoto zangu. Kama vile jiji la Baraka, sisi tulikuwa nikaa porini, Malela na sehemu zingine ambazo zenye kuwa juu ya jiji la Baraka. Ndio tulikuwa nikaa porini, lakini kwa ajili ya hiyo kusikia kama kuna watu ambao wanafanya ile manaita mkifaransa réunion sécuritaire, ndio maana sisi tulikuja kukaa hapa kama vile ndani ya jiji la Baraka kwa ajili na sisi tuko na changia kwenye vikao vya security, lakini sisi zaidi sana tunalenga sana porini kwa ajili ya kuchunga adui asitoke Bibokoboko kuingia katika jiji la Baraka. Ili muweze kuwa na nguvu nyinyi kama vile nyinyi bila kuchukua wazalendo wote, kwa sababu tunajua kwamba wazalendo wana vikundi. Nyinyi kama vile nyinyi, nguvu zenu zinatoka wapi? Ndio ndugu yangu, unasema vizuri sana. Sisi watu wa NLC tuna nguvu. Na nguvu zetu zinatoka kwa watu wote kama vile wazalendo. Kwa maana nikisema wazalendo, kama gisi ninavyojua nasema tarafa mzima la Fizi, aiza province ya Sud Kivu, wote ni wazalendo. Na tuna nguvu. Na kuna vitu ambavyo tumekwisha kufanya hapa Baraka, lakini hatuwezi kuvitaja. Kama vile siku ya Mungu iliyopita. Kama serikali ilijinyamaza ambayo wanakimbia vita Uvira na Makobola. Sisi ndio watu ambao walijibiana na serikali. Tulijibiana na serikali ikanyamaza. Baadaye ndugu yetu kama vile general kiongozi wangu, kwa maana mimi sio general, kiongozi wangu ni General Mbavu Moja. General mwingine alikwenda kutoa maaudio ya kusema kama yeye atapigana na waskari wakati watafanya tena fujo. General Zirambu. Lakini waliopambana na wale watu siku ya Mungu
ni watu wa NLC ambayo inaongozwa na General Mbavu Moya. Ili kuhakikisha kwamba tusiingiliwe na maadui ndani ya tarafa la Fizi, mnachukua mbinu gani ili kuangalia au kuhakikisha kwamba hivi vita visishuke hadi huko Fizi? Ndiyo ndugu yangu, nauliza vizuri sana papa journalist. Hatua tulizochukua baada ya kiongozi General Amuri William ya Kutumba kufunga njia ya Makobola ya Kamanyola, sisi wenyewe tulijitolea kusema kama gisi ya Kutumba shafunga Kamanyola, na sisi tufunge maji, na sisi tufunge njia ya Bibokoboko ambayo inaweza tuletea adui kwa haraka hapa. Sisi kama vile NLC tulifunga njia ya Bibokoboko na tukafunga maji. Ile ndio taratibu tuliokamata kwa ajili tusingililiwe na adui katika tarafa la Fizi. Kuna vitengo vingi kabisa vya kulinda usalama ndani ya tarafa la Fizi. Tuna FARDC, tuna wazalendo, tuna pia polisi na vitengo vingine ambavyo siwezi kuvitaja hapa kama vile vya kijasusi au ANE. Kitengo gani ambacho mnashirikiana nacho sana kwa ajili ya ulinzi wa raia? Ndiyo, baada ya FARDC kama gisi unavyoitaja kutudesevoir kwa kuanza piga masase kwa masilahi ya kupenda kupiga masase raia ikimbie ipore, FARDC atuipe muda ya kuchunga raia na mali yake. Sisi kama vile wazalendo tuliojitoa kwa hiari kuchunga raia na mali yetu, tunashirikiana na kitengo cha polisi kuchunga raia na mali yake, na sisi ndio tunafunga njia ya Bibokoboko kwa ajili ya adui asingie, pia na majini. Polisi tunaiachia vile ya Baraka. Katika vile la Baraka kuna komine 3 na komine ya vile Baraka Centre ndio tuliachia polisi chunga. Komine ya Karunja na komine ya huku Katanga sisi ndio tunachunga kama vile wazalendo. Raia wengi wa mji wa Baraka na tarafa la Fizi wameanza kuwa na wasiwasi kwa ajili ya wazalendo licha ya kwamba ni watoto wao na kusema kwamba hawasikilizani wao kwa wao. Je, kuna vikundi mbalimbali ambavyo muna mizozo au namna gani kiongozi? Ndiyo, mizozo haiwezi kosekana kwa maana kwenye kwa mayai mawili haiwezi kosa kugongana, lakini sisi hatuna mizozo. Hapa tuna vikundi vinne. Kuna kikundi cha NLC, kuna kikundi cha FPDC, kuna kikundi cha FABB na kikundi cha CNPSC kama vile kinachoongozwa na kiongozi Juliani Amuri ya Kutumba. Hatuna mizozo. Na tayari katika vikao vya security tumekwenda kuwasiliana, hakuna tatizo lolote lile, na tumegavua maeneo ambayo kila mtu atachunga eneo fulani. Hatuna tatizo tafadhali. Na mtu ambaye anaweza peleka habari ya kuwa kuna vikundi ya Baraka ambavyo vinazozana, atuzozane. Kama nyinyi mlivyoona, mimi natoka kwa mzee Zirambuma, ni kiongozi wangu. Kwa maana mimi siko mnamba yake, mwenye kuwa mnamba yake ni generale wangu mimi ambaye anaitwa mzee Luanji. Mkibembe tunaita Luanji, wengine wanasema Mbavu Moya. Mimi naita Luanji katika lugha la Kibembe. Hatuna tatizo lolote, tunaongea vizuri na tunafanya vitu vyote kwa umoja. Tangu meya wa mji wa Baraka aweze kusema kwamba watu wachange michango kwa ajili ya kuwasaidia wazalendo ili kupiganisha adui, tayari tumeona kwamba watu ambao wanapatikana huko Ulaya wameanza tayari kushusha misaada yao. Ninyi pia labda mnaweza kuona mahitaji, kwa sababu mwanadamu hawezi kukosa mahitaji au mapungufu. Unaweza kuhitaji kitu gani labda kwa watu wenye mioyo myema? Ndiyo journalist, unaniuliza vizuri. Kama sisi tunavyosema hapa, watu wa NLC hatujapata michango yoyote ile wala mchango wote ile kutoka katika meya ya jiji na watu wenye kuwa nje za nchi. Hatuyapata. Lakini mahitaji ni mengi. Ukiona wa vijana wanakosa, nadhani wewe mwenyewe uliona, hakuna magodio, hakuna mateni, hata msaada wa kukula, hatupate chakula. Chakula tunajitegemea wenyewe. Lakini chakula hatuyapata msaada hata wowote ile kutoka fasi nyingine. Na hicho ndio kinatushangaza sisi. Hatujue kama sisi tunatetea wanani, kwa maana raia inatoa michango, tunasikia inaenda fasi zingine, lakini sisi bado kupata mchango. Kwa hiyo mngetamani kitu gani? Sisi tungetamani wale wenye kuwa nje za nchi na wenye kuwa katika jiji la Baraka kama vile meya wa jiji na vitengo vingine, wakati wanapokwenda kugawa michango, wakumbuke kama NLC inaongozwa naye General Mbavu Moya iko katika kata la Kalinga Nord, na hivi karibuni tutafungua kingine kijiji katika kata la Makampani. Lakini hatuna michango. Tunaweza omba misaada itujie na sisi, kwa maana sisi ndio tunafunga njia ya Bibokoboko pamoja na ndugu yetu Toronto akiwa pale Lweba. Ujumbe wako ni upi kwa wakaaji wa mji wa Baraka na raia wote wa tarafa la Fizi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ujumla? Ujumbe wetu, nadhani kiongozi wangu aliye kiongozi zaidi Juliani Amuri ya Kutumba aliambia watu wasiogope na wasitikisike na wasitoke kwenda nje za nchi.
kwa maana tuna uwezo, tuna nguvu na tuna baraka kutoka juu mbinguni. Hatuwezi vamiwa na jiji la Baraka halitavamiwa kwa ukipekee. Sisi tuko hapa kwa ajili ya kuchunga raia na mali yake, na yeyote ule wala adui atakayekuja kuvamia jiji la Baraka, aidha tarafa la Fizi wala Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tuko tayari kupambana naye. Na ndio maana unaona uongozi wetu unasimamia mahali paka Manyola, na sisi tunafunga njia zingine ili adui asivamie wa raia wa tarafa la Fizi au wa raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndio, labda mheshimiwa naye ambaye yuko pembeni yako anaweza kuwa na la kuongezea. Naweza nikaongezea watu wa Baraka kuwa wawe na amani, wasiwe na wasiwasi wowote. Yeyote ule anayetaka kufanya kazi afanye kazi yake na usalama, kwani tuko kwenye amani. Chandarua tayari kimejengwa. Wasiwe na woga wowote ule, kwani vita kuingia hapa Baraka ni ndoto. Ndio, tunawashukuru kwa muda wenu wa viongozi.